wa dunia huko Tanzania hapa ukitoka katika mashindano ya Kilimanjaro Marathon. Kwanza, michuano ya Kilimanjaro Marathon yana mchango gani kwenye usawa wa ukuaji wa mchezo wa riadha nchini Tanzania? Kwa kweli Kilimanjaro International Marathon imekuwa na mchango mkubwa sana kwetu sisi upande wa riadha, kwa sababu wanariadha wengi huja Kilimanjaro kuja kuangalia viwango vyao vya ukimbiaji. Na kwa sababu Kilimanjaro International Marathon ina website na matokeo yanakuwa wazi, kwa hiyo wachezaji hupata fursa baada ya kufanya vizuri, kupata fursa ya kupata mashindano ya nje ya kimataifa. Kwa kweli tunapongeza sana Kilimanjaro, kwanza imekuwa ni mbio kubwa Tanzania na imekuwa ikiwasaidia wachezaji wengi baada ya kushiriki hapa, anakuwa nafasi kubwa ya kupata mashindano mengi nje ya nchi. Umekuwa kwenye kilomita 42. Yes. Ambapo wageni wamekuwa wanakuja kwa wingi sana. Lakini hivi sasa mnawadhibiti wa Kenya, Uganda, Ethiopia, Eritrea. Nini imekuwa siri mafanikio kuona kwenye hizi kilomita 42 za Kilimanjaro International Marathon Tanzania sasa tunafanya vizuri tofauti na nyuma? Kwanza ni nia ya wachezaji wenyewe. Wachezaji wenyewe na uzuri wa wachezaji wengine wamekuwa na hamasa kubwa sana na wanatamani kuona wakishinda. Na hicho pia kwa matokeo yetu, kwa mfano mimi Alphonce Simbu baada ya kushinda Tokyo Japan 2025, wachezaji wanaona kwamba kumbe inawezekana kufanya vizuri, tusikae kinyonge. Kwa hiyo wakawa na juhudi, wakaongeza juhudi sana kwenye mazoezi na kupania kwamba lazima nifanye vizuri kwenye mbio kama ya Kilimanjaro. Kwa hiyo ndio maana wamekuwa na juhudi kubwa sana na kujituma, na ndio maana wanafanya vizuri siku hizi. Ukiwa balozi wa Kilimanjaro Premium Lager, wadhamini wa mbio za kilomita 42, wadhamini wa Kilimanjaro International Marathon kama jina lilivyo, unadhani nini kingefanyika? Tanzania ingepiga hatua kubwa sana, tungekuwa na kina Simbu wengi katika mchezo wa riadha, hasa mbio ndefu ambazo wanakimbia. Kwa kweli cha kwanza tunawapongeza kwa juhudi hizi ambazo wameendelea kuzifanya, lakini cha pili tunaomba waendelee kutia bidii zaidi, na ikiwezekana, tumekuwa na uhaba sana wa wachezaji wa mbio za uwanja. Kwa hiyo ikiwezekana, na sisi tutaongea na viongozi waweze kusaidia kwenye hiyo engo ya mbio za uwanja. Na uzuri sasa hivi tunashukuru viwanja vimeendelea kujengwa ambao vitakuwa vya kisasa. Nadhani mpaka mwakani mambo yatakuwa vizuri. Tutakuwa na zile track ambazo zina sifa za shirikisho la riadha la dunia, ambao wachezaji wetu watakuwa wakifanya trial na kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo tutawashauri na kuomba viongozi wa Kilimanjaro Premium Lager angalau waandae na events za uwanja ili kuwasaidia wachezaji wale ambao wanakimbia mbio za uwanja. Ndugu wako kesho anatetea nafasi yake ya Kilimanjaro International Marathon, Alphonce Simbu. Naam. Anatetea kesho, na kwa kweli yuko fiti akitulia vizuri, kwa sababu unajua ukimbiaji hauhitaji nguvu peke yake, unahitaji pia akili, unahitaji utulivu, na hatimaye basi mwisho unaweza kashinda. Kwa hiyo ninaamini kwamba kesho anaweza kutetea ubingwa wake wa Kilimanjaro International Marathon. Mpaka sasa kabla hajakimbia kesho kilomita 42, personal best yake ikoje? Mpaka sasa yeye ana masaa 2 na dakika 9 kwa upande wa marathon ambao alikimbia Vienna. Lakini unajua siku inazidi kwenda, mtu anazidi kuimprove. Kwa hiyo ninaamini kwamba sawa, amefanya mazoezi ya Arusha kwenye milima na mteremko, kwa hapa Kilimanjaro anaweza kustahimili kabisa siku ya kesho. Tumemwona partner wako, mshirika wako Gabriel Gerard Geyai akiwa ameanzisha Maduga, kituo pale cha wanariadha, na wewe nafahamu umekuwa na marathon kule Singida. Pengine kupitia ubalozi huu wa Kilimanjaro Premium Lager tutarajie kuona sasa Singida ukifungua kituo kikubwa cha michezo kama alichofungua Gabriel Geyai cha Maduga. Kwa kweli ndoto ni hizo ili kuwasaidia vijana ambao wanaibukia lakini bado hawajawa na support kubwa, na kwa sababu ndo tumeanza na Kilimanjaro Premium Lager hawa tutaongea nao, tutaomba wakiona ni vyema basi watusupport ili tuweze kuwasaidia wale vijana. Na kwa mwaka huu tunatarajia ile Alphonce Simbu Foundation ambayo itaendesha zile mbio za Mampando Singida Ikungi mwezi wa 9. Kwa hiyo tutaangalia siku inayozidi kwenda, basi tutaongea nao tuone namna kufanya. Kuelekea kesho Jumapili, nawaambia nini wanariadha ambao watakimbia wa Tanzania, lakini pia wa Tanzania wakikutazama bingwa wa dunia wa riadha? Kwanza ninawatakia kila la kheri na ushindi mkubwa. Itakuwa ni fahari sana kuona Mtanzania anashinda kwenye haya mashindano. Ni fahari kubwa sana na tutajivunia, na ninaamini kwamba wanaweza. Kwa kikubwa ambacho tufanya ni tuendelee kuombea Mungu ili kesho waamke wakiwa na afya njema, wawe na nguvu ili waweze kushinda. Itakuwa ni furaha kwetu sisi sote wa Tanzania. Asante sana Alphonce. Shukrani sana.